A bit ungekuwa unajua kula kichwa if you knew how to eat the head. Ya smack. Sangine unaweza kaa hivi ufikirie mambo zingine watu wanakuanga wakifikiria ama wanakuanga wakifanya aje. Unaweza shangaa sana. Yaani huyo ni mtu ako over 35 years. Yeye akikula chakula hafikirii hiyo chakula. Anafikiria tu vile anaweza pewa head. Sasa mimi najiuliza ako ka boy child sababu kadienda kujiekelea gari mzee hivyo. Sisemi ni vibaya, mimi sisemangi mtu ni vibaya. But jiulize. Ni nini unaweza fanyia mwanamke yenye hajaifanyiwa bro? Ni nini hiyo kitu mpya unaweza fanyia mtu akufanyie? Yaani huyo mtu baada hata ya kufanya ngono hiyo miaka yote, hakuna kitu kingine anafikiria. Anafikiria tu venye atafanya ngono. Sababu jiulize, ukisikia statement venye inaenda, haiendi mahali ati itaenda kuongelelea kitu yote anything serious. Anaongelelea tu venye utampea head. Yaani every time akikula anawaza tu ngono. Mimi ndo naambianga wanaume, unaona wanawake wengi, usifikiria wanawake wengi wanachitingi sababu kuna kitu amekosa kwa bwanake. Mwanamke anaweza kuchiti sababu anakuambia umpei attention. Ukimpea attention anakuambia humpei pesa. Ukimpea pesa no obvious ujue huwezi mpatia pesa na huwezi mpatia attention. Sasa kile wanafanyanga wanakuwa wakitafuta excuse tu ya kutoka nje sababu mwanamke kwa siku I think anafikirianga mara 25 kufikiria tu ngono. Na si kitu kingine. Kwa sababu mtu ashakula ashashiba. Hakuna kitu kingine sasa inapika kwa akili yake. Ni vile tu atafanya ngono. Unawe jiulize, huyo mtu over 35. Unafikiria ni wanaume wangapi wamepitia hapo? Unafikiria ni mambo wangapi yenye yamefanyiwa na wanaume? Wengine mpaka walikuwa wanamezea matembe. Sasa yeye tu akiangalia boy child, haangalii boy child kama partner wake kama lover. Anaona boy child kama dildo tu. Yaani ile kitu ya kujibamba tu nayo. Yaani yeye kitu yenye anafikiria tu ni ngono, hakuna kitu kingine anafikiria. Na si huyo peke yake. Most women unaona hata wengi yuko kwa mabwana si kitu kingine. Na ndio maana unaona hesitate mwanaume walika yake kwa sababu ile ajia hiyo ngono ako nayo. Hakuna mwanaume walika yake anaweza msatisfy. Sasa lazima atafute aka kijana kadogo. Kijana utakunyiwa, kijana unaona kijana amechapa hiyo kitu miaka 2. Huku umeanza kuingia hivi, si kitu kingine ni sababu unaenda kuchukuana na gari mzee. Ndio maana unasikianga wewe ukichukuana na gari mzee ujue ndivyo tu utaunda shida mingi sana na hizo trauma mingi sana emotional baggage amebebanisha. Ujue huyo mtu hutawahi satisfy. Niwezi satisfy mtu kama huyo sababu miaka yenye ameenda ako na experience kubwa kuliko kijana. Kijana ataadvisiwa mambo mingi lakini ndio maana naambiangu as a man tembea na mwanamke wewe ni mkubwa kumuliko sababu uko na more knowledge kumuliko. Lakini sasa huyu kijana sasa ni awekwe afugwe kama kabenten. Usifikirie uko umewekwa wewe kama mwanaume umewekwa hapo nje kama benten. Usifikirie umewekwa hapo benten na huyo mwanamke mpige story hiyo si sister yako amekuweka hapo kama nini toy yake ya kufanyanga ngono nayo. Kwa hivyo ujue as a man kama umefugwa wewe ni a walking dildo.